Kufuatia vitendo vya kinyama vya adui wa Marekani na Israeli katika kulenga miundombinu ya viwanda vya nchi yetu pendwa kutoka majimbo ya kusini mwa pwani ya Ghuba ya Uajemi, wapiganaji wa jeshi la anga na jeshi la majini la IRGC walifanya operesheni ya pamoja na kufanikiwa kushambulia viwanda viwili vinavyohusishwa na kuunganishwa na jeshi la anga la Marekani katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na kiwanda cha Emirates Aluminium katika Falme za Kiarabu na kiwanda cha Aluminium Baylan Arba nchini Baylan kwa makombora na ndege zisizo na rubani, IRGC ilisema katika taarifa yake. Kulingana na IRGC, kiwanda cha Emirates kina laini ndefu zaidi ya uzalishaji wa alumini duniani na uwezo wa uzalishaji wa tani milioni 1.3, na kiwanda cha alumini cha Arba chenye uwekezaji na hisa kutoka kampuni za Kimarekani kinachukua jukumu muhimu katika kuzalisha bidhaa za jeshi la Marekani. IRGC iliongeza kuwa majibu ya Irani kwa vitisho na uchokozi wa maadui wenye nia mbaya kama ilivyotangazwa hapo awali, kuanzia sasa ni jicho kwa jicho zaidi ya kiwango chochote cha uchokozi, yatawasilisha pigo lililo hatari zaidi. Marekani na utawala wa Israel zilianzisha kampeni kubwa ya kijeshi isiyoungwa mkono dhidi ya Irani kufuatia mauaji ya kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Ali Khamenei pamoja na makamanda kadhaa wakuu wa kijeshi na raia mnamo Februari 28. Huko Tehran, msemaji wa makao makuu ya Kantam wa Irani alionya kuwa uvamizi wote wa ardhini wa Marekani au jaribio la kukalia eneo la Irani litamalizika kwa matokeo mabaya, akisema vikosi vya Marekani vitakabiliwa na uharibifu na hata kuwa chakula cha papa katika Ghuba ya Uajemi. Katika taarifa iliyotolewa Jumapili Machi 29, Raim Zafargan alionya Marekani dhidi ya uvamizi wote wa ardhini wa Iran, akisema hatua kama hiyo itasababisha matokeo makali na ya aibu kwa vikosi vya Marekani. Alirejea vitisho vya mara kwa mara vya rais wa Marekani Donald Trump kuhusu operesheni za ardhini na kukalia visiwa vya Ghuba ya Uajemi na kueleza mipango kama hiyo kuwa sio ya kweli. Alisema rais wa Marekani ameathiriwa na shinikizo la nje. Msemaji huyo alibainisha kuwa uongozi wa Marekani umekabidhi uongozi wa kijeshi kwa mtu ambaye maamuzi yake ameweka vikosi vya Marekani katika matope mabaya ya kifo, na kuongeza kuwa askari wa Marekani katika eneo hilo tayari wanakabiliwa na vitisho vikubwa. Alisema zaidi kuwa vikosi vya Marekani vimejiondoa kutoka maeneo yaliyoharibiwa na kutafuta hifadhi katika maeneo ya raia, huku bado viko hatarini kwa mashambulizi. Akizungumzia kufuatia uvamizi wa ardhini, Zafargan alisema vikosi vya Iran vimejiandaa kwa muda mrefu kwa hali kama hiyo na vinasubiri kujibu. Alionya kuwa kitendo chochote cha uchokozi au kukalia maeneo ya Iran kitapelekea matokeo kwa ni pamoja na kukamatwa na kutoweka kwa vikosi vinavyovamia. Aliongeza kuwa makamanda na askari wa Marekani hatimaye watakuwa chakula cha papa katika Ghuba ya Uajemi na kusisitiza ukali wa matokeo hayo dhidi ya Marekani. Msemaji huyo pia aliwahimiza viongozi wa Marekani kusoma historia ya Iran na kujifunza kutokana na mivutano ya zamani na uvamizi wa kigeni, na kuwaonya dhidi ya maamuzi mabaya ambayo yanaweza kusababisha majeruhi makubwa miongoni mwa vikosi vya Marekani. Alihitimisha kwa kusema kuwa majeshi ya Iran yako tayari na yatakabiliana kwa uamuzi na jaribio lolote la vitendo la kutekeleza vitisho hivyo.